Naam, habari za saizi ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Leo niko na ndugu yangu hapa Joseph Yona. Tumekuja mbele yenu muda mrefu hamjatuona. Lengo la kuja hapa ni kwa ajili ya kuweza kuyazungumza mambo machache yanayoendelea katika taifa letu. Sisi ni wakereketwa na ni wanaharakati wa Daktari Samia Suluhu Hassan, tunapomaanisha wanaharakati wakereketwa. Yaani tunamkubali rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tunalikubali taifa letu na tunampenda rais wetu na pia tunalipenda taifa letu. Kwa hiyo tumekuja mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuyaainisha machache na kuweza kuyazungumza machache ambayo tumeyaona kwa muda mrefu. Maana toka mwaka 2025 umefika, tunaonekana tu kwenye vipindi. Hatujawahi kufanya press conference, lakini leo tumekuja mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuelimishana machache ambayo sisi binafsi tunayo. Leo mzungumzaji mkuu atakuwa ndugu yangu hapa Joseph Yona. Mimi nitakuja kumalizia tu baadaye. La kwanza tutazungumzia kuhusiana na bunge la Ulaya. Lina haki gani ya kuingilia mambo ya Tanzania? Kwa hiyo yote atakuja kuyaainisha ndugu yangu. Bahati nzuri huyu alikuwa ni mwenyekiti wa Temeke, wilaya Temeke Chadema. Kwa anayejua Chadema mwanzo mwisho, anajua sanaa za Chadema mwanzo mwisho, mpaka ifikia hatua kuona sasa wakamteka kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye misimamo, wakamteka, wakamuumiza na wenyewe hawajawahi kukanusha. Na maana ni kitendo ambacho wao binafsi walikifanya kweli. Sasa kuna hoja nyingi sana hapa ambazo tutakuja kuwauliza baadaye na yeye binafsi atazungumza. Mwisho wa siku wa Tanzania tusiyumbishwe na makundi ama na magenge ya wahuni. Tusiyumbishwe na mihemko ya watu wakisha kuwa sehemu fulani, kwa sababu hiyo ni mihemko. Kwa ndugu yangu Joseph Yona, nikuachie nafasi ili uweze kuwaongea na Watanzania kwa kile ambacho tulichokiandaa kuhusiana na bunge la Ulaya. Nashukuru kwa sababu umeshasalimia. Tuko hapa kwa ajili ya kuiprotect nchi yetu. Sahihi. Unajua hili taifa ni la kwetu. Kabisa. Hili taifa ni la kwetu. Hili taifa sio la yoyote. Ni sahihi. Kwa hiyo mimi kuliangalia na kulilinda taifa langu kwa gharama yoyote niko tayari. Ni sahihi. Na ndio maana ninapoona mtu anataka kulichafua siko tayari. Ni sahihi. Lakini kumbuka kabla ya kuenda kwenye bunge la Ulaya, jua kwamba sisi ni nchi huru. Sisi ni nchi huru. Ni sahihi. Tuko huru kujitawala na kufanya mambo yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo hakuna taifa lolote lenye uwezo wa kutuingilia sisi kwa gharama yoyote ile. Ni sahihi. Lakini naomba niwakumbushe Watanzania wajue historia ndogo hapa kidogo. Kwa nini bunge la Ulaya linazungumza? Na watu waelewe bunge la Ulaya makao makuu yake yako wapi. Lazima Watanzania wajue bunge la Ulaya makao makuu yake yako Ubelgiji. Watanzania wanatakiwa wajue leo bunge la Ulaya makao makuu ya Umoja wa Ulaya yako Ubelgiji. Kwa hiyo Tanzania wakishajua hilo tu, kwanza watapata picha ni nini ninachozungumza. Kwamba hawa Ubelgiji hawa walijiassociate na Tundu Antipas Lissu muda mrefu sana. Pale Chadema kulikuwa na mgawanyiko kipindi fulani. Chadema iko na mlengo wa vyama vya kisiasa nje ya nchi. Ukienda pale Ujerumani kuna chama cha CDU, Christian Democratic Union, ambayo ile Christian Democratic Union viongozi wake ndio wanalilidi bunge la Ulaya. Sasa wale Christian Democratic Union wana shirika linaitwa CAS, Konrad Adenauer Stiftung. Konrad Adenauer Stiftung ambaye makao makuu yake yako hapa Upanga, Dar es Salaam. Konrad Adenauer Stiftung ndio shirika la chama cha CAS, Christian Democratic Union. Kazi yake kubwa ni kuisponsor Chadema kwenye masuala ya kisiasa na masuala ya kufanya harakati za aidha vyovyote wanavyotaka kuvuruga nchi, wenyewe wanajua. Kwa sababu mimi nikiwa kule walikuwa na sponsor vijana kwa ajili ya hizi vurugu fujo Arusha huko na sehemu nyingine. Kwa hiyo CAS wanatoa hela nyingi sana. Na viongozi wa CAS ndio ambao ni viongozi wa nini? Wa Umoja wa Ulaya. Sasa pale Ubelgiji, baada ya kutengeneza figisu zile ambazo tulishaziongea huko nyuma kuhusu lead na risasi za Lissu, alitoka moja kwa moja hapa kwenda wapi? Ubelgiji. Sasa alipoenda Ubelgiji ametibiwa huko, ameishi huko na mke wake yuko huko.
Mke wa Lissu yuko Ubelgiji. Kwa hiyo wale viongozi wa Umoja wa Ulaya ambao makao makuu yake yako pale Ubelgiji, kiuhalisia ni marafiki wa Tundu Lissu. Na ndio maana ukiona ile taarifa wakati anaisoma mwanzo, unaona mpeleka taarifa amepeleka taarifa potofu. Yaani bunge la Umoja wa Ulaya limedanganywa na Chadema. Kwa sababu yule mtu wa taarifa anasema Lissu alikuwa anatetea masuala ya kuingia kwenye uchaguzi. Lakini kilichompeleka Lissu mahakamani na mpaka gerezani sio masuala ya uchaguzi. Lissu alizungumza na Watanzania akawaambia yuko tayari kukinukisha na kumwaga damu ya Watanzania. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya wamepotoshwa. Lakini angalia ambacho watu wanazungumza. Ukisikiza muhtasari wao, baada ya muhtasari wa kwanza kuzungumza Tundu Lissu aachiwe bila masharti yoyote, ambayo tumeshasema hawezi kutuingilia sisi kwa sababu sisi ni nchi huru, lakini huku chini wameendelea kusema serikali ya Tanzania itendee haki za mashoga. Soma ile taarifa vizuri. Yani sikusoma vizuri bado naomba usome vizuri ile taarifa. Taarifa ya wajua wameongea watu watatu kuhusu Tanzania. Kaongea paka yule dada wa Denmark, naye alizungumza. Lakini yule msomaji wa kwanza alizungumza Tundu Lissu aachiwe bila masharti yoyote. Alafu anasema kwamba Tanzania itetee haki za mashoga. Yaani sisi wa Tanzania tuingie kwenye kutetea haki za mashoga. Kwa hiyo ukiangalia ile press yao ile kwenye bunge la Ulaya, walikuwa na agenda yao ya siri kuhusu Tanzania. Kwa hiyo kama mjawasikiliza, nenda rejea wasikilize tena. Wamesema kabisa kutetea haki za mashoga. Lakini mimi na shauri wale watu ambao wakina Brenda, wale wakina wakina Mnyika, waliopeleka taarifa potofu kwenye bunge la Ulaya, wajitafakari, kwa sababu mwisho wa siku Conservative, chama cha Conservative cha Uingereza kiliwashtukia Chadema utapeli wao. Wakajitoa. Kwa sababu ya utapeli huu, kwamba wamechukua taarifa ya uongo, wamepotosha, wamelidanganya bunge la Ulaya. Bunge la Ulaya nayo limeingia kingi. Lakini mwisho wa siku nini kitatokea? Mwisho wa siku wale wasemaji wa bunge la Ulaya wanawasili uzuri wale kuambia. Mheshimiwa Rais Dr. Samia ana mawasiliano ya moja kwa moja na viongozi wale unajua nao wana magrupu yao WhatsApp wa viongozi wakuu. Kwa hiyo mwisho wa siku watamuuliza naye atawajibu. Kwa hiyo mwisho wa siku bunge la Ulaya pale limeonekana limeleta ushabiki, lakini taarifa ile wamepotoshwa. Ni taarifa ambayo wamepotoshwa kwa maksudi kabisa, kwamba Tundu Lissu alikuwa anatetea masuala ya uchaguzi, lakini kiuhalisia Lissu alisema anataka kutuua Watanzania. Na tunazungumza kila siku, Lissu amejihusisha na masuala ya ushoga na Maria Sarungi, wala sio utani. Na ndio maana ukisoma ile taarifa yao wamesema mambo manne. Moja ya mambo manne walioyazungumza, moja wapo ni Tanzania imekemewa, yani ihakikishe inaunga mkono masuala yote ya ushoga. Kwa hiyo mimi nasema sisi wa Tanzania, na unajua siku zote wa Tanzania hatuko tayari wala hatuko tayari kuvunja haki za mtu yoyote. Sisi tunaangalia taifa letu, na taifa letu kila mtu ana haki sawa. Lakini uwezi kufikia kipindi ukatukana, ukasema unataka kutuua, unataka umpelekee na hiyo klipu basi waitafasiri kwa Kiingereza, wapelekee bunge la Ulaya waone kama watasema. Kwa sababu wale ni marafiki zake ambao tunamjua. Mmoja aliyezungumza pale ni mwenyekiti wa mashoga, yani mwenyekiti wa mashoga duniani. Mmoja wapo aliyezungumza ni mwenyekiti wa mashoga duniani. Unajue hata ukienda waziri mkuu wa Denmark, naye ni mwenyekiti wa mashoga wa Denmark. Wala sikutanii. Amsterdam yule mwanasheria yule anayemtetea Robert Amsterdam yuko kwenye kitengo cha law chamber kushughulikia haki za mashoga duniani. Yule Amsterdam. Na ndio maana ya wanaelewana na Lissu. Yaani ile intermingo yao na Lissu na God Bless Lema Canada. Unajua God Bless Lema anapewa hela nyingi sana Canada kupitia hizo taasisi chamber za wakina Robert Amsterdam. Na viongozi wengi wa pale Canada wanajihusisha, wanajiassociate na hayo mambo. Na ndio maana sisi tunaomba tuwaambie bunge la Ulaya
kwamba leo kuna migogoro mingi sana. Ukienda pale Palestina. Kuna mgogoro mkubwa Palestina. Na mmemsikia waziri mkuu wa Israel Netanyahu amesema anataka kuigawa Gaza. Mmemsikia juzi alikuwa anazungumza, anasema baada ya ziara yake anakuja kuanza mkakati wa gharama yoyote kuigawa Gaza. Maana yake pale ni vita, watu wanauana. Lakini nenda pale Chechnya, vita ni kubwa, watoto wadogo wanauawa. Nilitegemea bunge la Ulaya likemee masuala kama ya Chechnya, likemee kama masuala ya Palestina. Linakuja kuingilia taifa ambalo ni huru, watu na vita, taifa ambalo liko karibu kuendesha uchaguzi wake, uchaguzi huru. Na ndio maana ile taarifa wameikosea tena wale Chadema, wakina Blender. Wamepeleka taarifa ya uongo. Chadema wameshajitoa kwenye uchaguzi. Chadema wamejitoa kwenye uchaguzi, waandishi. Chadema wamejitoa kwenye uchaguzi. Moja, Tundu Lissu alisema hatushiriki na hatutaingia kwenye uchaguzi, tunataka tukiwashe. Na ndio maana kauli yao, sijui kama wazungu hawajui hii kauli ya no election. Hivi wazungu hawajui maana ya no election. Yaani Chadema wameshasema no election, hakuna uchaguzi, hawashiriki. Na ndio maana Lissu wakati anaongea na wagombea wake amesema yuko tayari kukinukisha na kumwaga damu katika taifa hili. Na ndio vyombo vimegawanyika. Kila chombo kina haki yake. Polisi kusikia hiyo kauli kwa sababu polisi ni walinzi wa amani wa taifa letu, wakamchukua, wakamhifadhi. Kutoka hapo ameendelea na swala lake mahakamani huko na taratibu nyingine zitafuatwa. Atapewa haki ya msingi kabisa kwa sababu amesema anataka kukinukisha. Lakini nataka nichomekee kitu kimoja hapa. Waandishi wa habari na mripoti. Juzi tumemwona binti mmoja anaitwa Martha Karua, mzee mmoja hivi wa Kenya. Huyu mzee Martha Karua ni mmoja ya Wakenya waliokuwa na mdomo mpana, waliosababisha Wakenya wameuana, Wakenya wamemwaga damu, Wakenya watoto wadogo na wakina mama wameumizwa sana. Kwa sababu miaka 20 iliyopita alitokeza Martha Karua na marafiki zake ambao ni Mwai Kibaki na wakina Raila Odinga. Wakasema Kibaki atosha, wakaunda Naki, hawaitaki KANU. Lakini kabla ya kuunda Naki, Kibaki atosha, huyu Martha Karua anatuambia waliuana Wakenya wengi sana kwa sababu ya midomo mirefu ya wanasiasa. Sasa Martha Karua ameendelea kuunga wanasiasa mkono, na mwaka juzi sijui mwaka jana alikuwa makamu mgombea mwenza wa Raila Odinga na akashindwa na bado analalamika. Sasa juzi amekuja Tanzania. Lakini tumuombe waziri wa mambo ya ndani na ushirikiano wa Afrika Mashariki sasa hivi inaitwa waziri wa mambo ya nje. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, ndio Thabit Kombo. Kuna ule mkataba wa Vienna, Tanzania imesaini. Ni nchi kama ngapi? Nchi kama 100 na kitu hivi. 180 kitu hivi. 189 hivi. Mkataba wa Vienna umesainiwa na Tanzania, pamoja na taifa kuwa huru, pamoja na taifa kusimamia mambo yake yenyewe na kuendesha mambo yake kwa sababu ni state ambayo ni sovereign, sawa? Lakini vile vile ule mkataba unasema hakuna mtu yoyote, awe balozi, awe mtu wa nje, anaruhusiwa kuja nchini kwetu. Ili aende mahakamani lazima apate kibali cha Wizara ya Mambo ya Nje. Yaani ili uende mahakamani, mtu yoyote wa kimataifa, balozi, yani unamwona yule balozi wa Uingereza, balozi wa Marekani, balozi sijui wa nini, haruhusiwi kwenda mahakamani. Ili aende mahakamani anachukua kibali cha Wizara ya Mambo ya Nje. Yaani Wizara ya Mambo ya Nje ndio inamwambia mahakama iko safe, wanampa kibali, ni diplomatic ways ambayo ndio wamesaini wenyewe. Kwa hiyo inasema lazima uchukue kibali pale Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa kimataifa ili uende wapi? Uende mahakamani. Sasa natukuja Martha Karua, huyu binti mgomvi tu ambaye amesababisha Wakenya wameuana, amecross moja kwa moja kwenda mahakamani, hana kibali cha Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa hiyo wakati mwingine taifa letu tunafikia kipindi tunataka kudharauliwa na watu hao kama wakina Martha Karua. Kwa hiyo naomba Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa kimataifa ipige marufuku na iwaambie dunia, maana inawezekana watu wameshajisahau sasa. Iambie dunia na mabalozi wakae nao, awaambie kwamba hii ni nchi huru ambayo ina haki zake za msingi, lakini vile vile
mabalozi, watu wa nje wanaotaka kwenda mahakamani lazima wafuate kibali Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ili waweze kwenda mahakamani kwa uhuru na haki. Kwa hiyo nchi isichezewe, lazima nchi iheshimike, na mjue nchi na rais wa nchi yupo, viongozi wapo na katiba ipo. Kwa hiyo ni eneo uhuru kabisa. Kwa hiyo tusichezeane, lazima tuheshimiane bana Kombo. Kwa hiyo mimi baada ya kusema hayo naomba na wewe uchomekee kidogo. Lakini ujue kwamba nimekasirishwa na Martha Karua kuja nchini bila kufuata taratibu za nchi yetu, na tunampiga marufuku, tunamuonya. Na mimi nirudi tena nyuma kwa tulipozungumza kwamba alikuwa anatetewa na mashoga. Unajua mimi sitaki kuthibitisha kwamba Lissu ni shoga. Kwa upande wangu sitaki kuthibitisha, ila kuna viashiria ambavyo anakuwa navyo unaweza ukahisi kwamba yeye ni yeye. Ukiangalia mkono wake, wote tumekuwa mashahidi, anavaa mabangili. Kiongozi wa chama cha kisiasa unavutiwa vipi kuvaa mabangili? Protocol ya kila kitu kina ethics zake. Uongozi una taratibu wake. Unanifahamu? Yona kama kiongozi wa kisiasa ukishakuwa na level fulani, kuna maisha ambayo unapaswa kuyaishi. Ushanifahamu? Na ukishatoka kwenye level fulani, kuna maisha ambayo unapaswa kuyaishi. Tundu Lissu, jambo la kwanza ambalo ananitia sana wasiwasi, kuvaa mabangili, la kwanza. Pili, muda wote kifua chake anapenda kiwe wazi. Na kama mimi mnabisha, nendeni kwenye mitandao ya kijamii, nendeni kwenye presi zake nyingi, mpaka leo mtakwenda kumtembelea gerezani, mchunguzeni kwenye mikono yake, mtakuja kukutana na hilo jambo. Yona hii mada sio kwangu mimi. Naomba nimalizie sasa. Nikusomee sasa maazimio, na sisomi yale maazimio 6 mengine. Maana mengine yalikuwa ya nchi nyingine hayatuhusu. Lakini mimi nazungumza. Naomba nisome watu waelewe. Bunge la Ulaya limetoa maazimio 6 kwa Tanzania kuelekea uchaguzi mwaka 2025, wakitaka haki itendeke kwenye kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Sasa wanataka haki gani itendeke? Waache mahakama ndio yenye uwezo wa kutafasiri haki. Sawa? Waache, kwa sababu na bunge la Ulaya kuna sehemu nao wamechomekea na Chadema waelewe. Azimio lingine, maazimio mengine ambayo Umoja wa Ulaya ni pamoja na nchi kulinda haki za makundi mbalimbali wakiwemo watu wa mapenzi ya jinsia moja, yani mashoga. Sawa? Naomba nikusomee. Nisije wakasema tutania. Na tutawaambia ni katika azimio hilo wametaka kesi ya Lissu kuendeshwa kwa uwazi. Mahakama ilisema hivi, tunataka kesi ya Lissu iendeshwe kwa uwazi kwa mitandao. Lissu akasema sitaki, nataka nije mahakamani isiwe ya uwazi. Hivi umeelewa? Hawa Ulaya pamoja na mambo mengine wameandikia, ndio maana kwambia wameandikia barua ya uongo. Kuna sehemu anasema mamlaka ya Tanzania kulinda uhuru wa kisiasa, usalama wa mwandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu, ndio haya wanazungumza kuhusu ile lazima ufuate kibali, na wanaharakati wanaotetea ushoga, lakini pia Chadema iruhusiwe kushiriki uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Sio, naelewa? Wanaruhusiwa vipi wakati wao wenyewe ndio wameacha kwenda kusaini kanuni? Nirudia. Katika azimio wanataka kesi ya Lissu kuendeshwa kwa uwazi. Chadema wamekataa uwazi. Lissu mwenyewe amekataa. Asema hataki kuendesha kesi mitandaoni, hataki uwazi. Lakini la pili, wanasema mamlaka ya Tanzania kulinda uhuru wa kisiasa, usalama waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wanaotetea ushoga ambao ni wakina Maria Sarungi hao, lakini pia Chadema iruhusiwe kushiriki uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Imekatazwa. Nani amekataza Chadema kushiriki uchaguzi mkuu? La kwanza hilo. Waliwaita kwenye maadili kusaini ili washiriki uchaguzi mkuu. Wakaja no reform no election. Niwaulize hao Umoja wa Ulaya. Ubelgiji inaongozwa na mfalme uko mmoja. Hiyo Ubelgiji hiyo. Niambieni, mfalme kuna muda anapingwa na nchi ya Ubelgiji. Kwa nini msikemee Ubelgiji hapo ambapo ni makao makuu yenu? Lakini vile vile Uingereza inaongozwa na mfalme, moja ya nchi za Ulaya kubwa ambayo inachangia mapato makubwa ya Ulaya kwenye euro ile. Ni Uingereza, inaongozwa na mfalme. Juzi kama umeona dunia nzima imeshuhudia, na huwa nawaambia, tunawaambia hapa. Mmeangalia kansela wa Ujerumani, kansela wa Ujerumani. Ndugu yangu, wenzetu wanachagua kansela kirahisi tu. Hamna majority vote. Amechaguliwa na kula 300. Maana kule ukifika kula 316 ndio unachaguliwa kuwa kansela. Kwa hiyo juzi jamaa huyu bana Robert amepata kula 300
amepata kura 315. Uchaguzi ukashindikana, wakaenda kwenye duru la pili. Ndio amepata kura 325. Maana ukipata kura 316, maana ni kura ni 630. Maana yake ni 315 315. Sasa yeye amepata kura 325, maana yake amevuka. Ndio wanasema ndio kansela wa Ujerumani unpopular. Wameandika wenyewe Wajerumani. Yaani after Angela Merkel alikuja Scholz. Scholz ameondolewa. Umeona ameondolewa kihuni. Aliondolewa Scholz, amekuja huyu mpya. Ndio unpopular kansela wa Ujerumani ambaye ndio kiongozi ambaye amepitishwa na watu 325. Ndio wamechagua. Wenzetu, unajua wenzetu kwa niwaambie. Sisi ndio tunahangaika na hayo uchaguzi. Afu wanatusumbua. Lakini Ujerumani nani Uingereza ni akifariki mfalme anaingia ndugu yake. Amemaliza kazi. Anakuja kuchaguliwa ni waziri mkuu ambaye anaondolewa muda wote. Mfalme akiita 10 Downing Street pale anamuondoa sekunde moja. Lakini ukiangalia nchi kama Ujerumani, kansela ambaye ni kiongozi mkuu wa nchi anachaguliwa na watu 310 na ngapi? 16, ambaye juzi amechaguliwa na watu 325. Lakini ukiangalia Ulaya nyingine, hiyo Ubelgiji inaongozwa na mfalme, lakini nenda Sweden siasa zake, nenda yani siasa zao ni siasa za ujanja. Hapo ndio wanatufokea sisi. Sasa nani amemkataza Chadema kugombea? Wao ndio wamesema no election. Nawaambia reference ya ili andiko lililoandika limepatikana kwenye mtandao gani wa kijamii? Sio, ngoja nikwambie, sio mtandao tu. Yaani baada ya kutoka wengine wakishaona PTA ni BBC. BBC Uingereza alianza kuongea, amezungumza aliyezungumza masuala ya mashoga. Nenda akaunti za vijana wa Chadema wote, bahati nzuri lienda yule yeye amefanyaje ujue? Amemweka yule dada wa Denmark, ameikata. Sawa? Sasa tukamwambia chukua klipu yote isikilize na haki za mashoga. Na bahati nzuri zile sauti za kutetea haki za mashoga sawa zipo, si zipo? Lakini pitieni wakina Kitenge, pitieni BBC, pitieni mitandao yote kwenye Tanzania bila kuwapa pressure, wapitie katika mtandao wa Kitenge watakuta hiyo taarifa ipo. Na hajapotosha, ni kitu ambacho kimeandikwa, apitie mitandao mingi ya kijamii na kimesemwa. Na ukienda BBC nenda utakuta, ukienda Al Jazeera nenda utakuta, ukienda CNN nenda utakuta. Kwa hiyo mimi nasema nchi yetu sisi tunafuata demokrasia kubwa sana, na ndio maana Tanzania rais anachaguliwa na watu milioni 10, milioni ngapi? Sio watu 325. Mataifa yote kujue bana, mataifa ya Ulaya, mataifa ya Marekani huko, mataifa ya nchi hizi Urusi, rais wake ni wa kudumu. Putin atoki madarakani. Sawa? Anachaguliwa, utajua atachaguliwaje mwenyewe. Ni sahihi. Ukienda China, rais wake ni wa kudumu mpaka afe. Ni sahihi. Ukienda Japani wanaongozwa na mfalme. Ukienda Thailand wanaongozwa na mfalme. Ukienda Saudia wanaongozwa na mfalme. Ukienda Uingereza wanaongozwa na mfalme. Ukienda Umoja wa Ulaya makao makuu yake Ubelgiji wanaongozwa na mfalme. Sisi ndugu yangu, sisi ndio taifa, lakini mwisho usije ukasema mimi hapa sigusi imani. Mimi nasema ukweli. Anayeongoza dunia hii, hii dunia inaongozwa na kanisa kubwa sana la Kiroma Katoliki. Roman Empire. Dunia nzima, kila sehemu wapo. Ni sahihi. Lakini kiongozi wake mkuu anachaguliwa na Moshi. Moshi. Paka leo saa 5 asubuhi ulikuwa unapita moshi mweusi bado. Mimi ninavyoamini paka sasa hivi tunavyozungumza hapa paka jioni, moshi mweupe ndio unatoka sasa hivi. Mimi wakati naingia huku, moshi mweupe ndio ulikuwa umeanza kutoka kujulisha nani anakuwa papa. Yaani papa anachaguliwa na nini? Na moshi. Kwa hiyo moshi sasa hivi ndio unapita kumchagua papa. Sio majority wala sio maaskofu. Huyu maaskofu wote si wako Tanzania hapa. Nani si wako hapa? Huoni maaskofu wote wa nchi nzima si wako hapa? Aliyeenda Tanzania nzima ameenda huyu mmoja. Ameenda nani Kardinali Rugambwa ndio ameenda. Wale makardinali ndio wanakuwa pale kushuhudia. Ule moshi unaenda kwa nani? Sababu anayechaguliwa kuwa papa ni moja wa makardinali. Kwa hiyo tuombe alhamdulillah kama
Moshi utapita kwa Mgamba na Papa. Kwa hiyo wanachaguana na Papa. Na Papa anachaguliwa na Moshi, na ndiye anateua maaskofu wote dunia nzima, na ndiye anateua makardinali dunia nzima, na ndio mwenye maamuzi ya mwisho kuhusu kanisa la Katoliki. Haya, ndugu yangu hapa alikuwa anachomekea kidogo kueleza uhalisia na jambo linaloendelea sasa baada ya kufariki Papa. Lakini kiufupi sisi tuko kwenye upande huu wa bunge la Ulaya. Tunashukuru Yona, haya mambo tumeweza kuwaeleza watu, mwenye akili ataelewa. Ataacha jazba pembeni. Mimi nilichokuja kushtushwa kwenye maazimio yao ni swala la ushoga. Na pili nilichokuja nikaidharau Chadema hasa asilimia kubwa ni swala la kusema kwamba waruhusiwe kuingia kwenye uchaguzi. Jibu ni kwamba kila mtoto mdogo Mtanzania anafahamu ya kwamba Chadema walikataa wao wenyewe. Ndugu zetu waandishi wa habari, sisi leo hatuna la ziada. Tuseme asanteni kwa kutusikiliza. Shukrani.